Asante. Asanteni. Asante kwa familia ya rafiki yangu ndugu yetu Mheshimiwa Cyrus Jirongo, viongozi wote wa makanisa na viongozi wa kisiasa ambao wamefika hapa wakiongozwa na Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, waombolezaji wote ambao wamefika hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nataka niombe msamaha, nimeingia kama nimechelewa. Nilikuwa mbali sana, nimepeleka familia kutulia mahali inaitwa Sindo. Mahali wao wanatuambia treasury inalala, hakuna barabara. Nimekwama kwa barabara huko, nikachelewa. Lakini naomba msamaha. Lilikuwa ni lazima nifike hapa nimsindikishe rafiki yangu huyu Mheshimiwa Jirongo. Wengi mnajua mimi nimekuja kuwa rafiki ya Jirongo hii miaka ya mwisho ya maisha yake. Wengine mnamjua zaidi ya mimi. Mara ya kwanza nimesikia jina la Jirongo nilikuwa na miaka chini ya 12 pale Kakamega nikiwa mtoto kwa shule. Tuliambiwa mimi na mama yangu pesa ya KANU imekuja. Tukaambiwa twende kwa ofisi ya KANU. Mheshimiwa Uhuru, kulikuwa na ofisi ya KANU pale opposite KCB, ofisi ya governor pale Kakamega. Tukaenda tukapanga 500 ya Jirongo. Na walikuwa wanatuambia wakati ule, hiyo pesa usiingie nayo kwa nyumba. Unaingia mama watoto ama Walia supermarket mara moja, unabadilisha inakuwa unga, ndio ufike nayo kwa nyumba. Miaka mingi baadaye Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2017 nilikuwa najaribu kuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui hapa Bungoma. Chama cha ODM nikitafuta ticket, wakati huo mimi kijana mdogo, nikafanyiwa ile kitu. Wakati nimefanyiwa ile kitu huko Kandui, Mheshimiwa Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu nikirudi Nairobi. Akaniambia nataka kukuona kwa ofisi yangu. Nikatetemeka na shangaa, huyu jamaa mtu mkubwa ananitafuta mimi mtu mdogo kwa nini? Kaniita kwenye ofisi yake pale Westlands. Akaniambia, Sifuna, hata kama hujapata tikiti ya ODM kule Kandui, mimi naamini wewe ni kiongozi, nataka nikupatie tikiti ya chama yangu. Na kwa sababu Jirongo alikuwa tofauti na hawa viongozi wengine, Jirongo ulikuwa unaweza kumkosoa na asisikie vibaya. Kuna wengine hata ukiandika tu kwa Twitter huyu mtu ni bure, anakutumia polisi. Mnawajua? Mubama nyile? Base choli bakhasi. Mtu akisema kitu kidogo atumekasirika. Jirongo nikamwambia mimi, wacha mimi nikae hapa nyuma ya Raila Odinga. Mimi I prefer to be a small fish in a big pond than to be a big fish in a small pond. And he respected my views. Wiki kadhaa baada ya hiyo, chama cha ODM wakasema, Sifuna, tunataka kupatia ticket ya Senate ya Nairobi. Kuna mtu tayari alikuwa amepewa hiyo ticket, akafanyiwa ile kitu. Nikaletewa tikiti. Jirongo akanipigia simu, akaniambia congratulations na nitakusupport. Akaniita kwa ofisi yake, akanimina kitu ya campaign. Na akaniambia familia yake Nairobi ni kubwa, wote watanipigia. Kama mshainiita hapa nisembe leo. Kuna wengine hata tuliwafanyia campaign wakituahidi mambo, paka leo ukimuuliza atingoja tu. Hatingoja tu, bado na ngoja. Jirongo alikuwa mtu tofauti sana. Na nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, watu wa Nairobi, watu wa Bungoma, Kenya nzima, niseme pole sana. Kwa niaba ya chama cha ODM makao makuu, tulikuwa hapa na party leader wetu Mheshimiwa Oburu, na hakuweza kufika leo, lakini tuko pamoja. Mimi nitakuwa mfupi sana. Mheshimiwa Khaniri, nikushukuru kazi ambayo umefanya na kamati yako kumwandalia ndugu yetu hafla yake ya mwisho. Kitu ambaye sitafanya ni kujiunga na hawa ndugu zetu hapa ambao wanauliza maswali atiwajibiwe. Huwezi kupata haki. Huwezi kupata haki katika hii serikali. Mnamaliza wakati. Wewe ukiwa kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya fisi, ole wako. Hakuna majibu tutapata kwa ajili ya maisha ya huyu ndugu yetu huyu ambaye amelala hapa. Sisi tunawaachia ndugu zetu watiriki. Nilisikia umeshafanya hiyo kitu. Niseme nisiseme bwana? Niseme nisiseme? Hakuna haki tutapata kwa serikali ya William Ruto juu ya maisha ya huyu ndugu. Sisi tuko nyuma ya hawa watiriki bana befwe. Batiriki mlio.
Mukhole bibyenyekha bikholwa bibenyekha paka Jirongo mwena akhwekesya mundu wa mwira. Mala ifwe kummanyile. Sisi tunajua hao watu hakuna kitu watatuambia hapa leo. Wanajua ukweli, wamekaa wamenyamaza hapa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, leo ni tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa sababu mimi bado ni katibu mkuu wa chama, mimi bado ndio msemaji wa ODM. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Sisi Waluya huwa tunasema mjinga akishiba anachoma siaki, anachoma gala. Wamesahau kazi ambayo ulifanya. Sisi tulikuwepo pale, sisi ni mashahidi wa kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba. Ulijitolea kwa hali na mali. Leo hii wanataka kuukata mkono ambao uliwalisha. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Na kama hakuna siku, wacha niseme bana, kama hakuna siku Mheshimiwa Uhuru, chama cha ODM kimekuambia asante. Leo nataka niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, asante kwa kumshikilia baba. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Na sisi tutazidi kukuheshimu. Kwa sababu tuliwamulika wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Tukawamulika, unajua Nairobi, Aladwa yuko hapa. Nairobi unaweza ona mtu amekuibia simu. Ukisema mwizi, yeye anageuka anasema mwizi. Halafu wanaanza kukupiga. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na